Moja ya ishu kubwa ambazo zimeonekana kuchukua nafasi sana kwenye vichwa vya mitandao ya kijamii ni story ambayo Dudu Baya bwana ameweza kufichua ujumbe huu kuhusiana na kile ambacho Diamond Platnumz aliweza kukifanya kwa msanii Aslay. Of course kuna msanii pia mwingine ambaye ameweza kumgusia, lakini main topic ilikuwa ni kuhusiana na Aslay na kile ambacho Dudu Baya amemwomba Diamond Platnumz aweze kufanya kila namna ili kuhakikisha kwamba anajaribu kumwachia huru msanii huyo aweze kuendelea na mitikasi yake kama kawaida. Sasa amezungumza mengi zaidi, lakini mimi nitanukuu machache deep kuhusiana na kile ambacho Dudu Baya ameweza kutusanua kuhusiana na Diamond Platnumz, sakata lake pamoja na msanii Aslay. Lakini naomba nikukumbushe, in case ulikuwa bado hujasubscribe hapa kwenye channel yetu, basi bado hujachelewa sana. Tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment hapo utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taarifa zote nakuletea kwa wakati sahihi kabisa. Sasa tumeona mengi sana, lakini Dudu Baya yeye bwana ameamua kuja na mambo yake. Kama kawaida yeye mara nyingi waga anakuja kufichua siri ambazo zimejificha. Na awamu hii amekuja kuzungumzia kuhusiana na swala la Diamond Platnumz pamoja na Aslay. Akasema kwanza kabisa ni kwamba katika muziki wa Tanzania na jinsi ambavyo hali halisi ilivyo, ukiona unazungumziwa na Diamond Platnumz, basi ujue kuna kitu ambacho wewe uko nacho sio cha kawaida. Yani kiufupi hapa alizungumzia kwenye swala la uwezo, ujue kwamba wewe una uwezo mkubwa usio wa kawaida. Kwa hiyo ukiona mpaka Diamond Platnumz anakuzungumzia, ujue kuna namna ambayo anatamani kuna kitu angekipata kutoka kwako, pengine ingekuwa ni noma sana. Sasa akamzungumzia Aslay, lakini pia akamtaja msanii Ibra Nation. Akasema kwamba ukimwangalia msanii Ibra Nation ambaye alipotea of course kwenye game kitambo sana, ni kwamba wakati Ibra Nation anafanya vizuri sana aliweza kusifiwa na Diamond Platnumz. Baada ya kusifiwa tu na Diamond Platnumz akapotea mazima. Lakini akasema kwamba Aslay alikuwa ni kwenye mpango wa kusainiwa na record label ya WCB, lakini baada ya mambo kwenda tofauti na vile ilivyokuwa na tunakumbuka vizuri kabisa kwamba Diamond Platnumz alishai kumsemea kusema kwamba Aslay kama angekuwa kwenye mikono yangu basi asingepotea kimuziki. Na hiki ndicho ambacho Dudu Baya pia amechukulia kama moja ya kitu ambacho amenukuu na kusema kwamba kitendo cha Diamond tu kumzungumzia Aslay basi ni dhahiri kabisa kwamba kuna kitu ambacho Diamond alikuwa amekiona kwa Aslay. Na anasema kwamba kwa asilimia kubwa sana mkataba ama process za Aslay kwa Mia Wasafi zilikuwa zimebakia kidogo sana, ambapo mpaka kufikia hatua mchongo na kwama ilikuwa ni wakati ambao kila alikuwa anaelewa kwamba Aslay anaenda kusainiwa WCB alishangazwa sana na hakuamini kuona kwamba kweli ili swala limeweza kushindikana, na hawajui hasa sababu kubwa ilikuwa ni ipi. Japokuwa inasemekana kwamba Diamond alipoona kwamba amepata chake alijaribu kutengeneza mazingira isionekane yeye ndo amesababisha, lakini inasemekana kwamba Diamond aliiba nyota ya Aslay, na ndio maana mwisho wa siku akaona sio muhimu tena kuwa naye kwenye record label yake. Sasa amezungumza kama hivyo kwamba Diamond sasa hivi cha kufanya ili aweze kusurvive kwenye game kwa muda mrefu na uwezo wake wa kawaida uweze kudhihirishwa, basi ajaribu kumrudishia Aslay nyota yake, kwa sababu dogo anateseka sana kwa mujibu wa Dudu Baya, na kusema kwamba maisha ambayo anaishi sasa hivi huenda ikawa ni Diamond anafurahia kwa namna fulani hivi, kwa sababu anatumia kila ambacho Aslay angekuwa anakitumia kingemfikisha mbali zaidi, lakini ndio hivyo tena, hakuna namna. Dudu Baya amemwomba Diamond Platnumz kwamba amrudishie Aslay nyota yake ili maisha mengine aweze kuendelea, kwa sababu anategemewa na familia na mke na vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wako tuambie, unadhani nini hasa ambacho Dudu Baya huwa anakiona mpaka mwisho wa siku kuweza kusema maneno kama haya, au kuna ukweli ndani yake labda kwenye hiki ambacho Dudu Baya amekuwa akisema? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.